Ndugu mwanamichezo, ni kufahamisha tu kwamba kwa hivi sasa katika soka la ulimwengu, tena kwa kiongozi rais wa FIFA ambaye ni Gianni Infantino, ni kwamba kuna sheria ambayo kwa hivi sasa inajadiliwa, lakini tayari ilikuwa imeshaanza kufanya kazi katika michuano ya kombe la klabu bingwa. Ni kwamba ni kufahamishe, endapo sheria hii ikakamilika na ikapitishwa na ikathibitishwa, basi huenda ikawa ni katika zile sheria 18 za refa kuweza kuitumia kama moja ya maamuzi yake ambayo itakuwa yako sahihi. Yaani ukiachana zile sheria 17, basi kwa hivi sasa sheria ambayo iko inajadiliwa, na endapo kuanzia CAF pamoja pia na FIFA wakalijadili, basi itakuwa ni jambo ambalo limeweza kupita 100% na marefa kuanza kulitumia. Unaambiwa sheria inayojadiliwa ni kwamba ikatokea golikipa wa timu yoyote akawa amepoteza muda na ikabainika kwamba labda hajapata majeraha bali amepoteza muda tu, yani kwa mfano katika zile VAR ikathibitika kwamba golikipa hajapata dhoruba yote bali amekuwa akipoteza muda, basi unaambiwa ni swala ambalo litakuwa linafanyiwa mkakati wa kwamba golikipa huyo atakayepoteza muda kwanza atachezea kadi ya njano, alafu hapo itapigwa kona, yani bila ya upinzani. Yani golikipa wa aina yote, hata kama mpira ulikuwa upo kwao, basi unaambiwa muda huo baada ya golikipa kupoteza muda zaidi ya dakika 10, unaambiwa mchezo hapo utakuwa ni mwepesi sana kwa refa kuweka kona, na hapo itakuwa ni madhara kwa timu ambayo imeweza kupoteza muda. Sasa nafikiri ni sheria ambayo tukijaribu kuiangalia ni sheria ambayo itakuwa ni nzuri sana, haswa kwa sisi katika ligi yetu na hata katika michuano ya klabu bingwa kwa Afrika. Ni kwamba zile timu za Arabu na zile timu mama zimekuwa zikitumia kama mbinu, haswa katika zile timu ambazo zimekuwa zikishikiliwa na viongozi wa CAF, ndio ambazo zimekuwa zikitumia sana advantage ya kupoteza muda. Nafikiri ni sheria ambayo endapo ikapitishwa itakuwa iko vizuri na itakuwa imeweza kufikia mahala pake katika ulimwengu wa soka, ili mradi pia haya mambo yaweze kutokomezwa haraka iwezekanavyo.